Leo tutaianza hadithi kwenye kijumba kibovu kwenye ufukwe wa Ureno, kijumba kilichokuwa cha baba mlevi asiye na mfano na mama mfanyakazi wa ndani. Wakapata mtoto ambaye utotoni alikuwa fala tumpenda kulia hovyo. Lakini huyo mtoto leo hii ni miongoni mwa wanaume wenye mvuto zaidi duniani na ni mmoja kati ya watu wanaopendwa zaidi ulimwenguni. Kipaji chake cha soka hakuna wa kumfananisha naye. The goal machine, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, ama wengine tunamuitaga tu CR7. Cristiano Ronaldo alizaliwa Februari 5 mwaka 1985 huko kunakoitwa Sao Pedro Funcho katika kisiwa kimoja cha nchi ya Ureno kiitwacho Madeira. Cristiano Ronaldo alikuwa mtoto wa 4, kitinda mimba, yani wa mwisho kuzaliwa kwa baba yake na mama yake. Ronaldo alikuwa na kaka mmoja aitwaye Hugo na dada wawili Elma na Lilian. Cristiano Ronaldo na ndugu zake walikuwa watoto wa kimasikini, wakalazimika kulala kachumba kimoja wote wanne humo, yani kaka na dada walilala pamoja. Ronaldo alikulia katika kamtaka kimasikini kaliko karibu na bahari huko Santo Antonio. Kajumba kao kalikuwa kadogo, kalikoezekwa kwa bati iliyojaa kutu. Baba yake alikuwa ni mtunza bustani katika ofisi za serikali za manispaa na pia alikuwa mtunza vifaa wa timu moja ndogo ya mpira iitwayo Adrorinha. Lakini baba yake Cristiano Ronaldo aliyekuwa akiitwa Jose Diniz Aveiro alikuwa mlevi wa kutupwa, aliiabudu pombe vibaya mno kiasi hakuwa baba mzuri wa kuitunza familia yake. Ndiyo maana Cristiano Ronaldo na familia yake wakanuka umasikini. Mama yake Bi Maria Dolores dos Santos Aveiro ikamlazimu awe mchakarikaji ili angalau amudu kuzuia kina Ronaldo wasilale njaa na wasishindwe kwenda shule. Mama yake Cristiano Ronaldo akawa anafanya kazi ya upishi na kufanya usafi hapa na pale kwenye nyumba za wanaojiweza ili amudu kuwalea watoto wake. Maisha ya utotoni ya Ronaldo yalikuwa magumu kwa dhiki za ufukara. Japo baba yake Cristiano Ronaldo alikuwa mlevi wa kutupwa, lakini ndiye aliyechochea kwa kiwango kikubwa kumvuta Ronaldo katika soka. Kwa vile baba yake Ronaldo alikuwa akifanya kazi katika timu ya Adrorinha, basi Ronaldo naye akapata nafasi ya kujiunga na timu hiyo na akaanza kujifunza soka. Mahaba yake katika soka yakawa makubwa mno na uwezo wake ukawashangaza wengi tangu utotoni. Akiwa na umri wa miaka 10 tu, tayari Cristiano Ronaldo alikuwa anajulikana sana katika vilabu vya soka na mitaa inayopenda mpira huko Ureno. Kwenye viwanja vya mpira wakampachika jina la utani, wakawa wanamuita Little B, yani kanyuki kadogo. Alipewa jina hili sababu Cristiano Ronaldo alikuwa na spidi ya ajabu ya kukimbia tangu utotoni, hivyo wakawa wanamfananisha na nyuki. Hii spidi ya Cristiano Ronaldo kukimbia sana aliitengeneza tangu utotoni. Zamani alikuwa akijifunga mavitu mazito miguuni kisha anafanya mazoezi ya kukimbia, yani tena kwa muda mrefu. Sasa hapo baadaye ukikutana naye uwanjani akimbize mpira, basi lazima akutie aibu mzee wangu. Nikujuze jambo hapa usilolifahamu kuwa Ronaldo ana spidi ya kuruka kwa haraka zaidi, yani mara 5 zaidi ya mnyama chita. Na ujue chita ndiye mnyama mwenye spidi zaidi duniani. Sasa hapo ndiyo mtajua kuwa huyu bwana si binadamu wa kawaida. Hivyo msishangae siku hizi kwa kuwa na sifa ya kufanya mazoezi sana. Wa kwanza kufika uwanjani na wa mwisho kutoka. Afanye hivyo kwa sababu ya kumogopa Messi, bali ndiyo tabia yake tangu utotoni. Alipenda mpira kiasi kwamba tangu utotoni alitumia muda mwingi kufanya mazoezi. Mpaka hii leo ndugu zake na mama yake wanasimulia kuwa walikuwa wakikosa muda wa kutosha kuwa pamoja naye. Na hiyo juhudi yake ya mazoezi ikamfanya kuwa hatari mpaka akapachikwa jina na kuitwa nyuki. Lakini ukiachilia mbali hilo jina lake la utani nyuki, pia Cristiano Ronaldo alikuwa na jina lingine la kimieyusho. Walikuwa wakimuita Crybaby, yani cha kulialia. Maana Ronaldo alikuwa akikwazika tu, yeye kimbilio lake ni kumwaga machozi. Hata na watoto wenzie wakipigana wakati wanacheza mpira, basi bwana Ronaldo yeye anamwaga machozi na kugalagala. Au labda akikupa pasi ya goli na ukashindwa kufunga, basi Ronaldo anaumia mpaka anamwaga machozi. Yani hata shule marafiki zake wakifeli mitihani, Ronaldo analia yeye akiwahurumia maswahiba zake.
Basi kipaji cha Cristiano Ronaldo tangu akiwa mtoto mdogo wa umri wa miaka 10 kikawavutia watu wengi, na hata akaanza kusainiwa na vilabu kama Adorinha na Nacional wa Madeira, na baadaye hata akasainiwa na klabu kubwa huko Ureno iitwayo Sporting Lisbon. Soka likauteka moyo wa Ronaldo. Akajua kwa uhakika kabisa kuwa future yake ipo kwenye mpira wa miguu, lakini bado akawa anaendelea na shule. Swala la kukariri tebo ya 9 na kusomewa imla hakuliona kama changamoto. Sasa ikawaje mpaka Ronaldo akaacha shule na kuamua kuingia katika soka moja kwa moja? Hadithi iko hivi. Siku moja Ronaldo akiwa na miaka 14, mwalimu mmoja mkorofi alimdhihaki Cristiano Ronaldo kwa maneno mazito ya kashfa. Akamdhalilisha kisa lafudhi yake, akamfanya aonekane bulizozo mbele ya wanafunzi wenzake. Siku hiyo Cristiano Ronaldo akakasirika sana, akainuka na kukamata kiti chake, kisha akamrushia kwa hasira huyo mwalimu punguani. Lakini shule ikamwona Ronaldo amekosa adabu, hivyo akarudishwa nyumbani kwa kusimamishwa masomo kwa muda. Hili tukio la kiuonevu likamuumiza na kumkera sana Cristiano Ronaldo na mama yake, hivyo wakakubaliana kuwa sasa Ronaldo aachane na kila kitu na kuweka nguvu zake zote kwenye soka tu. Na Cristiano Ronaldo aliupenda mpira kweli kweli, kiasi kwamba alikuwa anatoroka nyumbani na kwenda kucheza mpira, kiasi hata akasahau kula, na hata wakati mwingine muda wake wa kufanya homework, Ronaldo alikuwa akitoroka kupitia dirishani na mpira wake kwa pani na anaenda zake kucheza soka na marafiki zake. Cristiano Ronaldo akakulia kwenye viwanja vya mpira. Hata ndugu zake wanakumbuka mara chache sana ndio walikuwa wakimwona Ronaldo akipata muda hata wa kuangalia TV. Cristiano Ronaldo akaifanya football ndiyo maisha yake. Lakini kwa bahati mbaya, mwaka mmoja tu tangu aache shule na kufunga ndoa na soka, ghafla kiza cha kumkatisha matumaini kikatanda maishani mwake. Cristiano Ronaldo akagundulika kuwa na tatizo la mapigo ya moyo wake kukimbia kuliko kawaida, kwa kimombo wanaita racing heart. Hili tatizo lilimfanya sasa kushindwa kumudu mchezo wa soka. Ikamlazimu kwenda hospitali na kufanyiwa operation ya kusafisha mirija ya moyo wake na kumchoma mafuta yaliyo kwenye mirija hiyo. Mungu akajalia kheri na kusimamisha mapenzi yake. Ronaldo akapona ugonjwa huo wa moyo na akarudi kuendeleza mtanange wake. Safari yake ya mafanikio ikaanzia hapo tu baada ya kupona, na mwanga wa matumaini ukaangaza tena maisha yake. Milango ya mafanikio makubwa katika soka kwa Cristiano Ronaldo ilianzia katika klabu kongwe ya soka huko Ureno, Sporting Club de Portugal, wengi tumezoea kuiita Sporting Lisbon. Mwaka 1997 Cristiano Ronaldo akiwa na umri wa miaka 12 alichagua kujiunga na Sporting Lisbon, sababu ndiyo ilikuwa timu aliyokuwa akiishabikia mama yake. Mama yake Ronaldo alikuwa akitamani siku moja mtoto wake aje kuwa mchezaji mpira mkubwa duniani kama winga na kiungo mshambuliaji wa Kireno aliyewahi kuisumbua dunia mwanzoni mwa miaka ya 2000, Luis Felipe Madiera Figo aka Luis Figo. Japo utotoni Cristiano Ronaldo na baba yake Chapombe walikuwa ni mashabiki wakubwa wa Benfica, lakini mapenzi kwa mama zetu huyashinda mapenzi tuliyo nayo kwa baba. Hivyo Ronaldo akajiunga na Sporting Lisbon, lakini story ya Ronaldo kujiunga na Sporting Lisbon ina funzo kubwa ndani yake. Kabla ya Ronaldo kujiunga na timu ya ndoto zake Sporting Lisbon, alikuwa akiichezea timu iliyoitwa Nacional. Wakati yuko timu hiyo alikuwa na rafiki yake kipenzi aitwaye Albert Fantrau, na huyo Albert alikuwa na moyo mzuri usio na choyo, na siku moja